Karibu tena ndugu mpenzi mtazamaji na msikilizaji. Leo tunachambua kwa kina kile kinachojiri katika Mahakama Kuu kwenye shauri la jinai namba 19605 la mwaka 2025, Republic versus Tundu Lissu. Leo ilikuwa ni siku ya maswali ya dodoso, yani cross examination, kwa shahidi wa kificho anayejulikana kama P9. Mahakama iliingia kwa ukakamavu wake wa kawaida. Majaji watatu wameketi, ukumbi umejaa tahadhari na kila upande ukiwa makini. Karani anasoma shauri, upande wa jamhuri unajitambulisha, Mheshimiwa Tundu Lissu yupo tayari na sasa maswali yanaanza. Jaji Nduguru anamkumbusha shahidi kuwa bado yuko chini ya kiapo. Mheshimiwa Lissu anaanza kwa sauti tulivu, shahidi, habari za asubuhi. Anampeleka moja kwa moja kwenye maelezo aliyoyatoa polisi tarehe 22 Aprili mwaka 2025. Hii ni hatua muhimu sana kisheria. Kwa nini? Kwa sababu katika cross examination wakili anaweza kuonesha tofauti kati ya ushahidi wa leo na maelezo ya awali. Hii huitwa impeaching the credit of a witness. Lissu anasema wazi, nataka kuimpeach credit ya huyu witness. Kwa lugha rahisi, anataka kupima uaminifu wake. Maelezo yanaletwa mahakamani, shahidi anakubali ndiyo ni yake. Mahakama inayapokea kama kielelezo D13. Hii ni hatua kubwa na nzito sana, kwa sababu kuanzia sasa kila neno linaloandikwa linaweza kutumika kumkabili shahidi. Mheshimiwa Lissu anachagua mbinu ya kimkakati. Anaanza na mambo ya msingi kabisa. Wewe ni mkazi wa Mbeya, wewe ni fundi umeme na unafanya kazi ndani ya jiji la Mbeya. Haya yanaonekana kama maswali ya kawaida, lakini sio ya kawaida. Katika kesi za jinai, mazingira ya shahidi yanaweza kuathiri credibility yake. Halafu anaenda mbali zaidi. Ulivutiwa na sera za Chadema mwaka 2024. Ulikuwa unafuatilia mikutano. Ulijua matembezi ya amani ya Mbeya. Hapa kuna jambo la kisheria. Ikiwa shahidi alikuwa mfuasi wa chama fulani, je, hilo linaathiri mtazamo wake? Au je, linamjenga kama mtu aliyekuwa karibu na matukio? Mahakama inasikiliza kwa makini. Sasa tunafika kwenye kiini cha ushahidi. Shahidi anasema Aprili 3 mwaka 2025 alikuwa nyumbani. Alikuwa na peluzi Instagram kwa simu ambayo ni Samsung S8 Pro. Aliona video ya Tundu Lissu. Lissu anaanza kuvunja hiyo hoja kwa vipande. Ili uingie Instagram, lazima uwe na account, lazima uwe na bando na lazima uwe na smartphone. Alafu swali muhimu, video uliyoiona ilikuwa ya account ya nani? Shahidi anajibu nimesahau. Hapa ndipo hoja ya uaminifu inaanza kupimwa. Katika ushahidi wa kidijitali, chanzo ni muhimu sana. Je, unaweza kuthibitisha video ile bila kujua account ilikotoka? Shahidi anaeleza. Lissu alikuwa amevaa kombati za kaki za Chadema, t-shirt nyeusi, kulikuwa na bendera ya taifa na Chadema. Alisema tutavuruga uchaguzi, lazima tukichafue. Maswali yanayojitokeza kisheria. Je, video hiyo imeletwa kama kielelezo? Je, kuna forensic confirmation? Je, authenticity imethibitishwa? Kwa sasa kilichopo ni simulizi ya shahidi, na simulizi peke yake lazima ithibitishwe. Shahidi anaeleza aliitwa kituo cha polisi Mwanjelwa, aliojiwa na watu wawili. Anasema alipomjibu mhoji wa pili ndipo akaanza kufanya makosa. Hii sentensi ni nzito sana. Makosa gani? Makosa ya kueleza au makosa ya kukumbuka? Katika sheria ya ushahidi, maneno kama haya yanaweza kufungua mlango wa mashtaka. Mwishoni, maelezo ya shahidi yanapokelewa rasmi kama Exhibit D13. Hakuna pingamizi kutoka upande wa jamhuri. Sasa ushahidi wake wa awali uko ndani ya rekodi ya mahakama. Hii ina maana gani? Sasa kila tofauti inaweza kuoneshwa moja kwa moja. Mahakama inaweza kulinganisha maneno ya leo na ya Aprili 22 mwaka 2025. Uaminifu wake uko mezani. Leo ilikuwa ni siku ya kimkakati zaidi kuliko ya kelele. Haikuwa siku ya drama, ilikuwa ni siku ya kuweka msingi. Cross examination bado haijamalizika, lakini hatua ya kuingiza D13 ni hatua nzito. Katika kesi ya jinai, credibility ya shahidi mmoja inaweza kubadili mwelekeo wa kesi nzima. Swali kubwa linaendelea kubaki. Je, ushahidi huu utavuka kiwango cha beyond reasonable doubt au utaacha mashaka yanayoweza kufungua mlango wa no case to answer? Tunamfuatilia. Endelea kuwa nasi, tutaendelea kukuletea kila kinachoendelea hapa mahakamani. Usisahau kusubscribe kwa uchambuzi zaidi na mwenendo wa kesi hii. Kuwa nasi, baki hapo hapo, tunakujia hivi punde.
Free audio post-production by alphonic.com.